Ndugu wajumbe wana UK7, niwaombe tutulie ili tumalizie agenda ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo. Kwanza tuendelee kujipa pole kwa msiba huu wa mpendwa wetu kuondokewa na mke wake Tausi Muhamedi. Kwa hiyo niwaombe tuwe watulivu ili tumalize kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Tuna agenda ambazo tumebakiza kama agenda 3. Agenda ya tathmini ya msiba huu, lakini tuna neno la shukurani kutoka kwa familia na kufunga kikao chetu. Wakati huu ikiwa makamu mwenyekiti anakuja, basi niwaombe kanda ya Katoro muweze kumwandaa yule ambaye ataweza kutoa neno la shukurani pamoja na mfiwa, ili tunapofika hiyo isituchukulie muda sana. Watu wamekaa muda tangu tumalize, kwa hiyo kila mtu anatazamia pia mambo mengine baada ya hapa. Basi nitaenda moja kwa moja kumkaribisha makamu mwenyekiti wa UK7, lakini ninayeongea nanyi kwa majina naitwa Peter Ndimila, ni naibu katibu mkuu UK7, natokea kanda ya Kakola. Makamu mwenyekiti, tunaenda moja kwa moja. Agenda ambayo tutaanza nayo ni agenda ya tathmini ya msiba huu. Nitakukaribisha, utasalimia wajumbe wale ambao wamehusika kamati ya maafa kwa mwongozo wao, kuanzia mwenyekiti, katibu na kamati zao, kutupa mwongozo kwa kila ambacho kimefanyika hapa. Makamu mwenyekiti UK7, karibu. UK7 yajayo nafurahisha. Ndugu zangu wana UK7, kwanza tupeane pole wote kwa msiba mzito uliyemkuta mwanachama mwenzetu. Kuondokewa na mke ni simanzi namba 1 kuliko simanzi zote. Ukiondokewa na mke au mme ni simanzi kubwa sana. Kwa hivyo niwashukuru sana na niwapongeze kwa kuendelea kushikamana tunapokuwa tunapata matatizo kama haya. Tunakuwa pamoja, tunakuwa wafariji. Kwa kweli Mungu aendelee kuwabariki. Ndugu zangu wana UK7, kama alivyosema naibu katibu mkuu, tuko kwenye mwendelezo wa vikao tulivyovianza mapema saa 4. Tumemaliza kikao cha viongozi. Tumepitia mambo kadha wa kadha ambayo tutakuja kukufahamisheni. Lakini sasa tuna mwendelezo wa tathmini ya msiba huu kama ilivyo ada. Na bila kupoteza muda, nimtake sasa mwenyekiti wa maafa pamoja na timu yake wasogee mbele ili waweze kuanza kutupa tathmini ya namna walivyoendesha msiba. Mwenyekiti wa maafa pamoja na katibu wako, karibuni. Lakini bila kuwasahau wale wenye viti wa kamati ndogo ndogo pamoja na makatibu wao, nanyi pia msogee kwa haraka ili twende tunamaliza. Karibu sana mwenyekiti wa maafa, karibu. Mheshimiwa mwenyekiti, asante. UK7, mimi kwanza napenda nitoe pole sana kwa mpendo wetu
kwa msiba huu mzito wa kuondokewa na shemeji yetu. Lakini pia ni shukuru meza kwa kuniona na mimi nafaa kuwa mwenyekiti wa maafa wa tatizo ambalo limempata mpendo wetu. Mimi kwa jina naitwa Enos Zakaria Matongo. Mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa msiba huu. Kazi tuliyoifanya sasa, napenda tu labda nimkaribishe katibu wangu ndo aweze kustaja ambayo tumeweza kuyafanikisha. Mheshimiwa katibu, karibu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya maafa. Nipende kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutupa ridhaa ya kuketi muda huu ili tuweze kufanya tathmini ya yale tuliyoyafanya. Kwa majina naitwa Maize Maenga, nimehudumu kama katibu wa maafa. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na meza kuu ya uongozi wa UK7, kamati zetu zote kwa ujumla tuliweza kupokea kiasi cha shilingi milioni 18, tukiwa na kamati zipatazo 4. Kwa maana kamati ya chakula, kamati ya mapambo, mziki na mazingira, pia kamati ya usafiri, bila kuisahau kamati ya itifaki. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ridhaa yako ningependa tuanze kuchambua kamati moja baada nyingine kama itakupendeza. Tuanze na kamati ya chakula. Kamati ya chakula tuliipa kiasi cha shilingi milioni 8,100,36. Naomba nitumie nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti pamoja na katibu wake ili waweze kutupitisha kwenye matumizi yao. Mwenyekiti wa kamati ya chakula na katibu, karibuni. UK7. Yajayo nafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Singiri Kaziro. Nimehudumu kama mwenyekiti wa chakula. Nakiri kupokea milioni 8,136,000 kutoka kwa katibu wa maafa. Mchanganuo yupo nani mwenyekiti wangu au changanue? Katibu mwenyekiti. Mko wenye viti wawili. Katibu. Haya, katibu karibu. Asante. UK7. Yajayo nafurahisha. Kwa majina naitwa Bunela Mululo. Nimehudumu kama katibu wa kamati ya chakula. Ninakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 8,136,000 kutoka kwa katibu wa maafa. Mchanganuo wake ni kama ifuatavyo. Nimepokea kiasi cha shilingi milioni 8,136,000. Matumizi yangu ni milioni 8,136,200. Mchanganuo wake ni kama ifuatavyo. Tupe kifupi, utaleta kwa katibu mkuu mchanganuo huo wa nyanya, vitunguu, chumvi, utaleta huko. Lakini sisi tupe mchanganuo kwa kifupi, umepokea shingapi, umetumia shingapi, umebakiza nini, unadaiwa, unadai na vitu kama hivyo ndio tunavihitaji kwako. Asante mwenyekiti. Hapa sidai na wala sidaiwi. Tumeshakubaliana na katibu ataniwekea kwenye M-Pesa 200. Shilingi 200 iliyobaki. Haya, mmebakiza nini katika vile vitu mlivyokuwa mmenunua? Tumebakiza kilo 6 za sukari,
na mafuta lita 15 kama sio 17, na maji yapo katoni 20. Mchele umeisha, kuna wali. Kiasi gani? Masufuria 2. Haya, ndio mwisho wako au kuna mengine? Mengine labda tu kuwapitisha kidogo kwamba nilikuwa na wajumbe. Bahati nzuri wajumbe wamehudhuria, kuna 2 hawakuwepo, walikuwa na uzuru. Na tumefanya kazi, hakukuwa na shida yoyote. Asante. UK7 tuwape maua yao. Asante mwenyekiti. Asante. Kamati nyingine? Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati utauleta mchanganuo kwa katibu mkuu au utampa katibu wako afu yeye atawasilisha huko? Kamati inayofuata ni kamati ya mapambo, mazingira na muziki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati hii tuliipatia kiasi cha shilingi milioni 4,960,000. Naomba tupitishe kwenye matumizi yao. UK7, kwa majina naitwa Kungaya Katwizira Tita, ambaye nimehudumu kama mwenyekiti, kama katibu wa mapambo na mazingira. Nilikabidhiwa milioni 4,960,000. Nimefanya matumizi yote, nimelipa. Hatujaelewa vizuri. Hebu rudia, umehudumu kama? Nimehudumu kama katibu, mwenyekiti alipata dharura akarudia njiani. Kwa hivyo umehudumu kwa vyeo vyote hivyo? Nimehudumu vyeo vyote, mwenyekiti, katibu. Sawa, endelea. Nilipokea milioni 4,960,000 kwa sekta zote, mazingira, muziki, mapambo. Imetumika yote, imeisha, sidaiwi na sidai. Naomba kuwasilisha. Wajumbe wamehudhuria wote, walikuwepo, ila Makaranga Kiseria sijaona uzuru wake wala hajanipigia simu. Nilipiga simu ikawa haipatikani, ila wajumbe wengine wote walikuwepo. Kwa hivyo ni huyo mmoja tu ndo huna taarifa yake? Mmoja sina taarifa yake. Mwenyekiti alipata dharura njiani akarudia njiani. Alikuaga? Aliniaga. UK7 tuwape maua yao. Utaleta mchanganuo wako kwa katibu alafu yeye ataleta kwa katibu mkuu. Asante mwenyekiti. Kamati inayofuata? Kamati inayofuata ni kamati ya usafiri. Kamati hii tuliipatia kiasi ya shilingi milioni 4,800,000. Kamati ya usafiri? Niliwaambia zile kamati zote mlizohusika msogee ili tuokoe muda. UK7 ajawa nafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Paulo Luchonga kutoka kanda ya Katoro. Nimehudumu kama mwenyekiti wa kamati ya usafiri. Kamati yangu ilikuwa na wajumbe 6 pamoja na viongozi 2. Wajumbe 3 waliomba ruhusa na wajumbe 3 walikuwepo. Karibu katibu. Nashukuru mwenyekiti. Kwa majina naitwa Matias Paulo, ambaye nimehudumu kama katibu wa kamati ya usafiri. Tunakiri kupokea kiasi cha shilingi milioni 4,800,000 ambazo zote zimetumika na mpaka sasa hatudaiwi na hatudai. Asante. Wajumbe tulikuwa na wajumbe 6 ambao ukijumlisha na sisi viongozi tunakuwa watu 8. 3 kati yao walikuwa na udhuru, wengine wote wamehudhuria na tumeshirikiana wote kwa pamoja. Asante. Asante, tuwape maua yao. Mtawasilisha mchanganuo. Kamati inayofuata? Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inayofuata ni kamati ya itifaki. Karibu itifaki. UK7 yajayo yanafurahisha. UK7. Kwa majina naitwa Mayunga Ndaki. Nimehudumu nikiwa mwenyekiti wa
wa itifaki, katibu wangu alipata uzuru, lakini aliomba ruhusa kwa katibu mkuu wa kanda ya Katoro. Tumepitia sekta zote, kwa mapungufu yaliyokuwepo ni madogo madogo sana ambayo tuliyatatua kwa kushirikiana na kamati ya itifaki Katoro. Kwa kweli changamoto waga hazikosi ndogo ndogo, tukiwa tunaitana tunaangalia tunazitatua. Kwa kweli kamati zetu zote zimefanya vizuri, zinafaa kupongezwa, hususan hasa mimi nimefanya vizuri zaidi. Asanteni. Asante. Basi tumpe maua yake mengi sana kama alivyoomba. Asante sana itifaki. Basi kwa kumalizia sasa, tuwape maua yao kamati kuu ya maafa kwa kazi kubwa walioifanya. Tuwape maua yao. Basi watakapowasilisha kwenu mchanganuo, mtauleta kwa katibu mkuu. Asanteni sana. Katibu, ajenda inayofuata. Asante mwenyekiti. Ajenda inayofuata ni neno la shukrani kutoka kwa familia, lakini kama kuna mjumbe ameandaliwa mwingine msemaji, ni vyema wakaja na mfiwa moja kwa moja. Msemaji wa familia, karibu. Lakini kama una mtu hapo, umwagize amlete na mfiwa ili tuweze kumuona pia. Pengine kuna watu wamfahamu. Ni msubiri aje? Awe endelea. Wakati huo uagiza mtu tu, unapoongea huyo mtu awe amekwenda. Kwa majina anaitwa Kurwa Masanzaga, mjomba wake na Njile, kijana aliyeondokewa na mpendwa wake. Nimesimama mbele yenu kutoa shukurani kwa wana vikundi wote, ingawa nitashindwa kutaja kwamba hiki kikundi ni hiki. Napenda tu nijumuishe tu kwamba natoa shukurani sana kwa vikundi vyote kwa ushirikiano mlioufanya. Kikundi kama hivi wakati mwingine vinasaidia, na ningeomba viendelee kuwa na ushirikiano. Naomba kwa Mwenyezi Mungu pasiwepo na mkorogozano wowote. Napenda kuwashukuru sana. Napenda kuwashukuru sana. Hata mimi nilitamani kwamba ingeliwezekana na mimi nikawa mmoja wa wanachama wa vikundi kama hivi. Kwa niaba ya family nawashukuru sana, na Mungu awabariki na shughuli zenu zifunguliwe ili uweze kupata mafanikio na ushirikiano mwema. Asanteni. Asante. Basi tuitie mlengwa ili tuweze kumuona, labda naye anaweza akasema mawili machache. Karibu sana. Asante. UK7 Inafurahisha. UK7. Ndugu zangu, mimi hapa nilipo ndio naitwa Njile Mchembe, na ndio nimepatwa haya matatizo ya kuondokewa na mke wangu, mpenzi changu. Nashukuru sana kwa kuja kuungana na mimi kunisaidia yote haya niliyotoka. Ningekuwa mimi peke yangu nisingeweza, kwa sababu ni kazi ngumu. Ndio maana wakati mwingine unajikuta kwamba unalia kwa kufikiria mambo mengi. Wana UK7 tushikamane, naomba tuendelee hivi. Mungu atuelinde. Sina zaidi ya kusema, niendelee kusema mimi nawashukuru mtakaoanza kurudi nyumbani, na waombea mfike salama na tuendelee kushikamana. Asanteni sana. Asante katibu. Ajenda inayofuata. Ajenda inayofuata ni kufunga kikao. Ni vyema sasa mwenyekiti
ukatoa neno lolote, zeni unaahirisha kikao, tunapata na ombi. UK7 yajayo nafurahisha. Ndugu zangu wana UK7, ni washukuru kwa kuwa watulivu muda wote tulipokuwa tunafanya tathmini ya msiba huu uliompata mwanachama mwenzetu. Hakika mmeonyesha ukomavu mkubwa, hata mlipokutana na changamoto za mabadiliko ya ratiba bado mmeweza kuhimili, na kwa pamoja, kwa umoja wetu, mmeonyesha uwepo wenu katika tatizo hili. Ni jambo la kujivunia, na kwa kweli kikundi chetu kitafika mbali kwa sababu nyinyi mnataka tufike mbali. Ndugu zangu wana UK7, tunapokwenda kuhitimisha, ni vema kidogo tukaelezana yale ambayo tumekubaliana kwa mstakabali wa kikundi chetu cha UK7. Moja, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa kuwapata viongozi watakaoweza kukiongoza kipindi hiki kwa miaka mingine mitatu. Hivyo basi, kutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa kanda, na uchaguzi huu utatakiwa kufanyika kuanzia tarehe ya kesho mtakapokuwa mmekamilisha taratibu za kupata wasimamizi, na mwisho utakuwa tarehe 25 mwezi wa pili. Kanda zetu zote ziwe zimekushafanya uchaguzi wa kuwapata viongozi wa kanda, kwa sababu viongozi hao ndio kikatiba watakaochaguliwa kuwa viongozi wakuu wa UK7. Kwa hivyo tuna kazi hiyo, mjiandae kwa ajili ya uchaguzi. Lakini kingine ni kuhusu mienendo na taratibu zetu sisi kama UK7. Natambua kwamba sisi kama wanachama wa UK7, kikundi chetu cha UK7 hakina itikadi yoyote ya kisiasa, na kikundi chetu cha UK7 hakina dini. Kwa hivyo, mwanachama wetu yeyote yule atakayepata shida yeye binafsi au mnufaika atazikwa kwa taratibu za dini yake, lakini shughuli za msiba zitahudumiwa kwa taratibu za UK7. Kwa hivyo basi, tumeliona lililotokea katika msiba huu linaweza likatokea tena, tukampata mwanachama mwenzetu pengine mwenye itikadi kali, na nafikiri tunafahamu baadhi ya wanachama, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wengine huwa wanastiri siku hiyo hiyo linapotokea tatizo la msiba. Sasa tumekubaliana kwa pamoja kwamba ikitokea mwanachama wetu wa UK7 mwenye itikadi hiyo
ya dini ambayo inamlazimu azike siku hiyo, atahudumiwa na kanda yake, kanda husika. Itakuwa ni ngumu sana kwa siku hiyo na kwa masaa hayo kuwakusanya wana UK7 wanaotoka kanda zingine. Kwa hiyo ifahamike hivyo kwamba tumeitoa ofa hiyo kwa wenzetu wa dini hiyo ya Kiislamu ambayo dini yao inawapelekea wao kustiri mapema kwa kadiri wanavyoona inafaa. Kwa hivyo ikitokea hivyo, basi kanda husika ndo, kwa sababu wako jirani, wako karibu naye, watahusika kwenye mazishi hayo, na sisi wengine tutatoa michango kama kawaida, kwa sababu tunatambua ukishazika wanasambaa. Haitakuwa na maana ya wewe kutoka Musoma kwenda Katoro wakati watu wamekwisha kusambaa. Kwa hiyo tumeliweka hivyo na ifahamike hivyo. Jingine ni yale mambo yaliyotokea kwenye msiba wa kanda ya Geita. Kuna baadhi ya watu walikutwa na makosa kadha wa kadha. Kama tunavyotambua sisi wana UK7 tunaendeshwa na katiba na kanuni tulizojiwekea sisi kama wana UK7. Kwa hivyo wale wanachama waliobainika na makosa katika kutekeleza majukumu yao kwenye msiba uliopita wa Geita, taratibu zimeshakamilika, na wale waliokutwa na makosa hayo na wakapigwa faini watatakiwa warejeshe faini hizo kama watakavyokuwa wameelekezwa kufanya. Baada ya hayo, nitoe salamu za mwenyekiti wetu wa UK7 ndugu yetu Emmanuel John Duba. Tungekuwa naye leo hapa katika msiba huu, lakini amekutwa na maradhi ambayo yamepelekea asiweze kusafiri kuja kujumuika nasi, lakini naye anajumuika na wengine ambao hawakuja kutoa pole sana kwa familia, lakini kuwapa pole sana wana UK7. Mwisho, tunapoondoka hapa sasa kurejea, tunaamini wengi tuna vyombo vya moto kwa maana ya magari, tunao madereva au tunaendesha sisi wenyewe. Basi tuwe makini wakati tukitoka hapa, tuendeshe kwa staha ili tuweze kufika barabara kubwa huko ambako sasa unaweza ukajiachia mwenyewe. Lakini kwa hapa barabara zetu tunazifahamu, na tujaribu kwenda kwa staha mpaka hapo tutakapokuwa tumemaliza rough road na kupata barabara kubwa huko, tunaweza tukaendelea sasa na taratibu zetu. Baada ya hayo basi nimuombe mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya kutoa neno la shukrani kwa kumshukuru Mungu ili aweze kutuombea na baadaye tuweze kuhitimisha. Mtu aliyeandaliwa kwa ajili hiyo. Basi tusimame tuweze kuomba kwa ajili ya kuhitimisha kikao hiki. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wetu muumbaji, mfalme wa mbinguni, tunakushukuru sana mchana wa leo, sababu wema wako na fadhili zako nyingi tumeendelea kuziona. Jina lako litukuzwe sana. Baada ya hayo tunakushukuru sana Mungu, umetusafirisha kutoka majumbani kwa ajili ya tukio la ndugu yetu mpendwa ile, lakini umeendelea kutuongoza, kutupatia faraja. Jina lako litukuzwe sana. Mchana wa leo, baada ya kikao hiki kifupi,
Naomba kwa ajili ya mwenyekiti, mbariki, mpatie afya njema pamoja na wasaidizi wake, ili kikundi hiki cha UK7 kidumu mpaka wakati wa dahali. Baada ya haya, ninaomba tutarudi nyumbani. Utulinde kila mmoja, utuepushe na ajali, tufike salama kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba iwe hivyo, tunaomba na kuamini, tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu, watu tuseme amina. Tukae. Asante sana mtumishi wa Bwana kwa neno la kiroho. Ndugu zangu wana UK7, tunapokwenda kuhitimisha zoezi hili, nirudie kuwasihi na kuwaomba, pengine tusikutane tena katika kikao kama hiki. Niwaombe, tunaipenda sana UK7, mwende mkatuchagulie viongozi wazuri ambao watatuhakikishia UK7 yetu kuwa mikono salama. Chonde 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 chonde, itangulizeni UK7 mbele, kwa sababu ni chama ambacho kinatufaa sana. Baada ya kusema hayo, rasmi sisemi naahirisha, maana kuahirisha tunaenda kwenye mkataba, kwenye msiba mwingine. Nasema ninafunga rasmi kikao hiki. Mungu awabariki, nendeni kwa amani.